Kuendeleza jamii jumuishi ya watu wenye ulemavu kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii. Hii ndio kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya watu wenye ulemavu, ambapo haya ni maadhimisho yenye lengo mahususi ya kuwaleta pamoja watu wenye ulemavu kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Na sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania tumekuwepo hapa tangu majuzi tukiendelea kutimiza wajibu wetu wa kuhusika moja kwa moja kwenye masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo masuala ya watu wenye ulemavu. Tulianza jana na kutoa tamko ambalo kimsingi lengo lake ni kuendelea kutoa wito kwa wadau mbalimbali ikiwemo serikali kuendelea kufanya mapitio ya mara kwa mara ya sheria, miongozo na sera mbalimbali zinazochagiza ustawi wa watu wenye ulemavu. Leo ni kilele cha maadhimisho yetu ambapo kimsingi sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania kupitia dawati la watetezi wa haki za watu wenye ulemavu tunaendelea kuungana na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunaijenga jamii jumuishi ambayo kimsingi inazingatia ustawi wa watu wenye ulemavu, ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa mapana yake itachagiza kuwa na jamii ambayo ina ustawi kwa ujumla. Kwa hiyo kipekee tunapenda kuchukua fursa hii. Sisi kama mtandao tumekuwa tukifanya mambo mengi sana pamoja na members wetu, kwa maana members ambao wanafollow kwenye membership yetu kama mtandao. Kwa hiyo kwa pamoja tumeendelea kusaidia taasisi mbalimbali za watu wenye ulemavu, vyama vya watu wenye ulemavu pia katika kutimiza majukumu yao mengi ili kuhakikisha kwamba kwa nafasi zao wanaweza kutimiza wajibu wao vizuri wa kuleta maendeleo, lakini pia kuchagiza ustawi wa jamii ya watu wenye ulemavu. Lakini pia nipende kuongelea kwamba mbali na kuwa na miongozo ya kimataifa kwa maana ya mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu UNCRPD, lakini pia sheria za ndani, sheria ambazo ndio zinatuongoza ama zinaongoza maslahi mapana na ustawi na haki za watu wenye ulemavu. Bado tunaendelea kutoa wito wa kuhakikisha kwamba haki zote za kimsingi ambazo zimetajwa moja kwa moja kwenye sheria hizi na mikataba hii ya kimataifa zinazingatiwa. Hapa tunazungumzia haki ya elimu, haki ya ajira, haki ya ufikivu, lakini pia bila kusahau haki ya ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na mabaraza ya maamuzi. Ni muhimu kuendelea kufanya realization ya haki hizi ili basi kuzipa jamii za watu wenye ulemavu fursa sawa na kuziondolea vikwazo ili basi kwa pamoja tuweze kutoa michango muhimu katika jamii ili kuweza kujenga jamii ambayo ni jumuishi, ambayo kimsingi inazingatia haki ya kila mmoja na mustakabali mpana wa maendeleo ya taifa. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana na niwapongeze sana watu wote ambao wamepata fursa hii ya kushiriki katika maadhimisho haya. Tunaamini ajenda nyingi ambazo zimeendelea kusukumwa katika mikusanyiko kama hii, tunaamini wale wahusika wa moja kwa moja ikiwemo serikali watabeba hilo jukumu na huo wajibu wa kuhakikisha kwamba wanayatekeleza yote kwa wakati. Yes, naitwa Emmanuel Raphael Majeshi, ninafanya kazi na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, nikiratibu dawati la watetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika mkoani Morogoro, ambayo yamebeba kauli mbiu ya kuendeleza jamii jumuishi ya watu wenye ulemavu kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii kwa ujumla. Nashukuru sana. Kwa majina ni Moses Mereto Molel, natoka Ngorongoro Legal Aid Center, nikiratibu dawati la watu wenye ulemavu, lakini pia ni memba kutoka taasisi ile ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Leo hii katika kilele cha maadhimisho ya kimataifa ya watu wenye ulemavu tarehe 3 mwezi wa 12, kama kauli mbiu kubwa inayosema uendelezaji jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu katika mustakabali wa ustawi wa jamii, tunayo mengi ya kusema kwamba ni kweli kwamba taifa na jamii nzima itambue kwamba ni wakati sahihi sasa jamii hii iweze kuwezeshwa kweli katika kutengenezwa katika ustawi katika nyanja zote, iwe ni kwenye elimu, iwe ni kwenye
kwenye masuala ya afya, iwe ni kwenye masuala ya ufikivu, bila kuachwa, kwani tunaamini kwamba ukiangalia sisi tangu tuanze mpaka sasa kwa mwaka huu, kwa kweli tumeweza kutengeneza ile mfumo huu ambao ni rafiki kulingana na sheria mbalimbali na miongozo na sera ambazo pia jamii na taifa kwa ujumla inatakiwa iangalie pia na ianze kufanyia mchakato zile ambazo pengine za kimataifa au za ndani ya nchi ambazo pengine si rafiki, na kuziboresha ili kuendana na mazingira ya watu hawa wenye ulemavu, tukiamini kwamba jamii yenye ujumuishwaji itapeleka jamii nzima iweze kustawi katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na hata katika nyanja mbalimbali, tukiamini kwamba wasiachwe nyuma, tuwaibue, tuwafichue na tuwafikishe katika mikono wezeshi na mikono mifikivu, yani kwenye elimu, kwenye afya, lakini bila kunyimwa haki zao na wajibu wao katika jamii. Asanteni.